Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumekuletea ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kutoka anga la michezo, hasa katika harakati hizi za sajili, ambapo Young Africans wameonyesha nia ya kuongeza kikosi chao na kukinogesha kuwa kikosi ambacho kitakuwa cha matumaini. Ikumbuke kwamba mpaka sasa hivi Young Africans wameshakwisha kukata tiketi ya kucheza klabu bingwa msimu ujao. Kwa pointi zao walizonazo, pointi 70 katika ligi kuu ya Tanzania bara, ndio zinawafanya kuwa miongoni mwa timu ambazo zitashiriki klabu bingwa barani Afrika msimu ujao. Kwa hiyo ni wakati wao sasa kuanza kuhakikisha kwamba wanatengeneza kikosi ambacho kitakuja kuwa bora, kikosi ambacho kitakuja kuwafikisha katika nchi ya ahadi na kukamilisha malengo yao. Ikumbukwe malengo ya klabu ya Young Africans katika msimu huu ambao unaelekea kuisha ilikuwa ni kufika hatua ya robo finali kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF, lakini haikuwa hivyo. Walitolewa katika hatua ya makundi, hawakufikia malengo yao ya kufika katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo malengo hayo yanaendelea katika msimu ujao. Ni vyema sasa kuanza kuhakikisha kwamba wanaingia sokoni na kuanza kutafuta kikosi ambacho kitakuja kuwa bora na kitakuja kuwafikisha na kuhakikisha wanatimiza malengo yao kama klabu. Klabu ya Young Africans mpaka sasa tayari wameshakwisha kuingia sokoni kuhakikisha kwamba wanapata baadhi ya wachezaji wanaowataka, na moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans katika msimu huu, katika msimu ujao, dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa, ni moja kati ya kiungo mshambuliaji kutoka ASEC Mimosas ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Kiungo mshambuliaji mmoja kutoka ASEC Mimosas ambaye anaitwa Koimizo Maiga. Umri wake miaka wa kiungo huyu basi atakuwa wamesajili mtu wa maana sana. ASEC Mimosas pia wameshatangaza dau la kumuuza mchezaji huyu ambaye anatajwa kuwa tishio katika kikosi hiko cha ASEC Mimosas, na Young Africans wameonekana kuwa ni watu wa karibu kabisa ambao wanafuatilia dili hili. Kiungo mshambuliaji huyo ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans kutoka hapo ASEC Mimosas, ambapo tayari Young Africans wameshafungua mazungumzo na mchezaji huyo. Lakini pia Young Africans hawakuishia hapo, wameenda mbali zaidi na kufuatilia kwa ukaribu kabisa dili la kiungo mshambuliaji mwingine ambaye anatajwa pia kujiunga na klabu ya Young Africans. Kiungo fundi kutoka Angola Gilbert Miguel anaweza kujiunga na klabu ya Young Africans. Awali Gilbert aliwahi kutajwa kujiunga na klabu hiyo ya wananchi, lakini akachagua kutoa South Africa, ambako hata hivyo mambo hayakwenda vizuri, wakaamua kumtoa kwa mkopo. Sasa Gilbert yupo tayari kuja Kariakoo na kucheza na klabu ya Young Africans katika kufanya uamuzi wa mwisho. Mchezaji mwenye kipaji na uwezo wa kupiga pasi sahihi na kutawala kiungo kwa mechi na staili yake. Je, huu ndio muda sahihi wa Gilbert kutimiza ndoto zake za kujiunga na klabu ya Young Africans na kuonyesha alichonacho? Lakini tunasubiri kuona kama wananchi watafanikisha dili hili ambalo limekuwa ni dili gari kabisa la mchezaji ambaye mwenye kipaji kikubwa anahitaji kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Nimekuletea moja kati ya clip hapa ili uweze kuona ni jinsi gani uwezo wake ambavyo anaweza kumiliki mpira na anaweza kutoa pasi sahihi za mwisho na akaamua mchezo kwa staili yake mwenyewe. Ni fundi kweli kutoka huko Angola ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Bana, moja kati ya taarifa nyingi ambazo zinaendelea kutajwa kuhusiana na usajili wa klabu hiyo ya Young Africans ni kuhusiana na kila ambacho wanakitaja kuwa wanataka kuja kuongeza nguvu katika kikosi cha Young Africans ambacho kinatajwa kushiriki kombe la mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 25-26 ambao unategemea kuanza
mwezi wa 8 ambapo mechi zitaanza kuchezwa kwa mechi za awali kabisa zitaanza kutimua vumbi. Moja kati ya taarifa kubwa pia ambayo ulitegemewa kuipata ni kuhusiana na usajili wa Jonathan Soa kutoka katika kikosi cha Singida Black Stars ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Lakini moja kati ya taarifa sasa ambayo nimekuletea hapa, Kaizer Chiefs kutoka South Africa nao pia wameweza kumuona Jonathan Soa na wao wameweza kutuma dili lao ili kuhakikisha mwamba huyo anajiunga na klabu ya Kaizer Chiefs ambayo mpaka sasa Nabi anaendeleza kuipambania na kuifanikisha iweze kuwa katika nafasi za juu kabisa katika ligi kuu ya South Africa. Kwa nukta hiyo Young Africans unaona kabisa kwamba dili lao linaenda kuwa gumu kwa upande wao, kwa sababu tayari majianti wameanza kuingiza mkono katika kuhakikisha wanamtaka Jonathan Soa. Lakini awali ilitajwa kwamba Jonathan Soa atajiunga na klabu ya Young Africans, licha ya kwamba kuna taarifa ambazo zilitoka za kwamba Kennedy Msonda watabadilishana na Jonathan Soa. Kennedy Msonda anaenda Singida Black Stars, lakini Jonathan Soa anajiunga na klabu ya Young Africans. Lakini kwa taarifa tulizonazo ni kwamba Kennedy Msonda, moja kati ya klabu kutoka huko Sudan, imeshakwisha kumuona na tayari wameshakwisha kuanza mazungumzo ya awali na huenda wakakamilisha dili hilo muda wowote. Na taarifa tulizonazo ni kwamba Kennedy Msonda amefuta picha zote akiwa amevalia jezi za Young Africans na tayari ameshaonyesha nia kabisa ya kuwa mchezaji ambaye atatoka katika kikosi hiko cha Young Africans mwishoni mwa msimu huu. Dili la Jonathan Soa kujiunga na klabu ya Young Africans bado hatujaripatia ufumbuzi zaidi. Kwa taarifa hizi tunazozipata kwamba Kaizer Chiefs nao wameonyesha nia ya kumtaka mchezaji huyu ambaye atajiunga na klabu hiyo ya Young Africans kwa msimu huu unaoanza kwa maana ya msimu wa 25-26 ambao Jonathan Soa anatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Kwa taarifa nyingi utaendelea kuzipata hapa. Nikusihi kwamba endelea kubaki nasi ili tuweze kukupa taarifa zote ambazo tunakuletea hapa. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba una subscribe